Hallelujah, hallelujah. Shalom, shalom. Popote pale ulipo, tunakukaribisha katika kipindi hiki cha Kaa Uweponi. Utukufu wa Mungu umeshuka uko hapa. Maana utukufu wa Mungu ni Mungu anajifunua kwako. Naamini hata leo kupitia hiki kipindi cha Kaa Uweponi, Mungu atafunua mambo kwenye maisha yako. Baba, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareth, nasema asante kwa upendo wako. Asante kwa rehema zako. Asante kwa matendo makuu unayofanya katika maisha yetu. Jifunue tena kwetu leo. Sema nasi kwa utukufu wako Kristo. Amen. Basi Mungu ni mwaminifu. Tuko hapa, uko pamoja na mishonari wako Asajile Masika ya kwenye hili kanisa la hewani kupitia Shalom Fire Online TV. Mungu ni mwaminifu, ametupa nafasi nyingine. Pamoja na mimi kuna watumishi wengine hapa. Nani? Nancy Masawe, mtumishi wa Mungu. Na mwingine niko na uko na Frankie, mtumishi wa Mungu. Apostle Frankie, mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Basi Mungu ni mwaminifu, ametupa nafasi hii nzuri kabisa ambapo tunakwenda kuendelea na masomo yetu. Tunajifunza, tuko kwenye operation ya kurudisha vilivyoibiwa. Mwaka wa kurudisha vilivyoibiwa. Sawa sawa na Joel mlango wa 2 mstari wa 25. Ya kwamba nitarejesha, nitarudisha vilivyoliwa na tunutu, madumadu, nzige na parare. Kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa katika maisha yetu, lakini adui amekula, adui amechukua. Sasa kuna namna nyingi, usione tunapambana na maisha, hii ndio hali yangu, wanaume tumeumbwa kuteseka. Kwa hiyo kuna mambo mengi tu ambayo watu wanajitia moyo, lakini kumbe sio maisha ambayo anatakiwa yaishi. Na kwa namna hiyo tunapitia hatua mpaka hatua. Jana tulikuwa tunaangalia kidogo juu ya mapenzi ya Mungu ni nini. Mapenzi ya Mungu ni nini? Tukaona mapenzi ya Mungu ni kile Mungu anachotaka. Huko hapa duniani kuna kitu Mungu anataka na kuna kitu wewe mwenyewe unakitaka. Sasa kuyafanya mapenzi ya Mungu ni kufanya kile ambacho Mungu anataka. Sasa asilimia kubwa ya watu wanafanya vya kwao. Wanaomba vya kwao. Wanalilia vya kwao badala ya kutafuta kile Mungu anataka. Ndio maana kitu cha kwanza cha maombi, au unapokuwa katika maombi, zingatia hili. Ndio maana wanafunzi walipoona mbona maombi yetu hayajibu, akamwambia tufundishe basi na sisi kusali kama wewe unavyofanya. Akasema salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe duniani kama mbinguni. Ulipokuja hapa duniani, Mungu aliandaa mpango ili wewe uje utekeleze hapa duniani. Sasa wewe umekuja duniani, umeona vitu vinamelemeta, nataka kile, nataka hiki, Baba nataka hiki. Unafunga na kuomba nataka na hiki. Wewe nimekutumia hicho. Ndio maana siku ya kurudi mbinguni atatuuliza, utajikanyaga pale, nilitoa pepo, nilitoa unabii. Anasema out, tenda maovu wewe. Kwani kutoa mapepo ilikuwa ni kutenda maovu? Hukuyatenda mapenzi ya. Kwa hiyo tukaona ya kwamba mapenzi ya Mungu ni kitu cha muhimu sana. Katika kila jambo hapa duniani, hatukujileta wenyewe kufanya vitu vyetu kwa ajili ya kiki zetu ili tuonekane na mimi wanione. Tumekuja ili tufanye kile ambacho tumeitiwa. Unaona, walipomkuta Yesu yuko na mwanamke pale kisimani,
Alafu wanafika, yule mama anakimbia anaondoka. Kaanza Yesu akasema chakula changu ndicho hiki, niatende mapenzi yake aliyenipeleka, niimalize kazi. Hiki ndicho nilicholeta, kwamba nimekuja. Kuna saa Yesu alipata ofa ile alipotenda ule muujiza wa kuwalisha watu mikate. Sasa rais ndio nani? Si ndio huyu? Kukiwa na ukame hakuna njaa, wakataka wamkamate kwa nguvu, waseme tunatangaza ndiye rais. Akakimbia akajificha. Nasema Bwana, mimi nilikuja kwa ajili ya msalaba. Hizi tu ni mambo fulani ambayo yapo katika kuelekea kwenye njia. Kwa hiyo ukiwa hapa duniani, jua kusudi uliloitiwa. Mapenzi ya Mungu ni yapi? Unalijua kusudi, alafu unayafanya mapenzi ya Mungu. Basi ndicho tulikiona jana. Mapenzi ya Mungu ni nini? Mapenzi ya Mungu ni anachotaka Mungu. Anataka nini? Sasa leo tutaangalia, nitajuaje mapenzi ya Mungu kwangu? Nitayajuaje? Nifanyeje? Si Mungu anataka tu atanilazimishia kwamba lazima ufanye hivi, lazima ufanye hivi, lazima ufanye hivi. Mimi sina chaguo. Lakini kumbe hata sisi tuna maamuzi. Unaweza ukakubaliana na Mungu au ukamkataa. Kama mtu mmoja jana kaniambia, pana bwana, mimi najua atakachokisema Mungu, najua tu. Wewe mwambie tuombe mapenzi yake. Huko mimi najua, si anataka niache kazi alafu nimtumikie. Kwani nikiwa kazini simtumikie? Najitahidi nafanya hivi, nafanya hivi, eti mtumishi. Nikamwambia hapana. Pamoja na kwamba unamtumikia Mungu, lakini katika mapenzi yake. Ndio maana siku ile tutakapofika pale, wengi watasema nilifanya hivi, sasa ilikuwa kwa raha zako, mimi sikujui. Mbona ulikuwa unanitumia sana? Ambia mimi sikujui. Sasa kuepukana na hilo jambo, kumbuka hili ni kanisa la hewani, linawaandaa watu kwa ajili ya kunyakuliwa hewani. Kwa hiyo msingi mkubwa tunaokazania kwamba nitaondoka hapa duniani. Sio jambo jingine kwamba baada ya kazi hapa duniani nitaondokaje. Kumbuka muda tulionao duniani ni mfupi. Hata kama unaona, maana mwingine anapigizwa na maisha, anasema iko siku wewe. Hiyo siku utaisubiri sana. Kitu cha msingi, siku ya leo dili nayo iishe, kesho ije na maovu yake. Yesu akasema msiwaze sana kwamba sijui itakuwaje. Shughulikia ya leo, yakae sawa. Useme siku moja nitakuwa na amani, siku moja nitatulia. Amani inaanzia leo. Unaona? Yaani furaha ianzie leo, sio mpaka upate kitu fulani. Utakapopata hicho kitu utakutana na madudu yake huko. Kwa hiyo furaha itengeneze leo. Bwana asifiwe. Kuna swali lolote? Naona sindano ya leo ni kali. Tumishi hapo kwenye mapenzi ya Mungu. Tumemwona kama dada ulikopo unamtolea mfano. Yuko kazini lakini anamtumikia Mungu. Lakini kuna neno la Mungu pia linasema asifanye kazi na asili. Kabisa. Sasa ninafanya kazi huku namtumikia Mungu. Sinafanya mapenzi ya Mungu. Kama anafanya mapenzi ya Mungu huku nafanya kazi huku namtumikia, na yale mwenyewe alisema kwamba asifanye kazi na asili. Sasa iwaje tena hapo sifanye mapenzi ya Mungu? Sio kwamba wanaofanya kazi hawafanyi mapenzi ya Mungu. Kila mtu anatakiwa afanye kazi, sawa. Lakini ni kazi gani uifanye? Unaona? Ni kazi gani uifanye? Hicho ndicho tunaangalia mapenzi ya Mungu. Sawa. Sio ufanye kazi ili mradi na kuingizia hela nyingi. Je, ni mapenzi ya Mungu? Unaona? Kwa hiyo kufanya kazi sio kwamba ni kosa. Ili nipeleke injili na muhitaji mfanyakazi, na muhitaji mfanyabiashara alete pesa hapa, mimi niruke hewani. Sasa asipofanya kazi tutazipata wapi sadaka? Kwa hata hii mimi naifanya ni kazi, sawa. Na mwingine mfanyabiashara hawezi kuja kufanya hii kazi. Kwa hiyo tunategemeana.
lakini Mungu kakuambia ufanye nini. Hicho ndicho cha msingi. Usiingilie tu kwamba ili mradi ni kazi basi niifanye. Mapenzi ya Mungu. Na leo tutaangalia nitajuaje kwamba ninachokifanya ni mapenzi ya Mungu kwangu. Hebu leta amenaswa moja. Nyota yake. Nyota ya nani? Mtoto. Nyota ya mtoto. Unaifuatiliaje? Mmefanya nini kwa? Mnasemaje? Tunaweka nafsi nyingine, tunachukua nafsi yake. Mmeweka nyingine. Kwa mtoto anakuaje? 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 Anasumbua. Anakuwa anasumbua. Kwa hiyo mtoto anapokuwa anasumbua ni kwamba nafsi yake haipo. Mmeweka kitu kingine. Nafsi yake mnaipeleka. Tunaichukua, tunaitumia. Mnaitumia nyota yake. Ana nyota nzuri. Mlipitia njia gani sasa? Mmepitia njia gani? Waliona ni kama anashanga mtoto. Zimetokea nafsi nyingine. Kwa sio mtoto huyo. Ndio kimeletwa chenye shanga. Ilishindikana. Ilishindikana. Hiyo kitu. Ilishindikana kufanya hivyo. Nguvu za Mungu zipite. Nyingine anaona dukani sio vile vitu ambavyo alikuwa anaviuza. Anashangaa kuna vitu sio tena vifaa vile, anakuta ni matikiti. Ni nini kinaendelea? Arudisha chini. Tumebadilisha. Mmebadilisha. Watu wakija hawaoni kile wanachokihitaji. Tutawarudisha nyuma. Mnawarudisha nyuma? Tutawarudisha nyuma. Tutawarudisha nyuma. Mmepitia mlango gani? Hawa ni watumishi wa Mungu. Mmepitia mlango gani mpaka mkabadilisha vitu namna hiyo? Mawazo. Wanawaza nini? Wanawaza kukata tamaa. Kukata tamaa. Na nyinyi mnapata mlango katika jina la wenye haki ni wajasiri kama simba. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na angusha kila fikra ipate kumtii Kristo. Haya. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anaachiwa. Ona mawazo ujasiri. Hapana. Kuplani mipango mikubwa. Kwanza ili duka litoshi, niongeze jingine. Amesoma marketing. Sasa inakuwaje? Vile ambavyo visoma vianza kufanyia kazi hapo, sio kukata tamaa. Hapana. Vimtie moyo. Hapana. Yes. Nampa akili. Kwa damu ya mwana kondoo. Akili za mbinguni. Yes. Haya. Achia. Nasema achia. Kwa damu ya mwana kondoo. Achia. Kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu zipite. Tukiangusha kila fikra ipate kumtii Kristo. Nasema ribo kosakata iwe nuru kwenye duka. Ribo satatata. Nasema mnaachia. Kwa damu ya Yesu mnaachia. Nguvu za Mungu zipite. Ondoa hilo giza hapo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Onyesha vitu vinavyo. Kwa damu ya mwana kondoo. Achia. Hapana. Achia. Yes. Wanaungua. Moto pite. Haya. Teketea. Wateja waje sasa. Vitu vinunulike sasa. Lipo sakata na milango yake ya kazi. Kwa damu ya mwana kondoo. Kwenye kazi. Kwenye kazi vipi? Hapana. Kwa nini hapana? Hapana. Kwa nini hapana? Watafika mbali. Si ndio tunakotaka waelekee? Haitakiwi. Haitakiwi. Inatakiwa. Nafungua hiyo milango. Na kierere haitakiwi. Hapana. Hata muinume wake. Watainuka. Niko. Hapana.
Hapana. Lengo watu wa Hatutaki kuona wanafuraha. Wanafanikiwa maisha. Kwa jina la Yesu wafanikiwe kwenye maisha. Wawe na furaha katika jina la Yesu. Nyinyi wakina nani wanaofanya hivyo? Ni kwa mume wake. Ni mdogo wake. Ila tupo wengi. Mpo wengi. Hatutaki kuona wanafanikiwa. Okay. Jeshi lijapojipanga kushindana na sitaogopa. Nasema na wingi wenu wote na wasambaratisha. Ona. Hallelujah. Hiyo ndio amenaswa. Tunaangalia vitu kwa jicho la rohoni. Nini kinaendelea? What is going on? Hapa tuliona mtoto anasumbua usiku akalali, kanalia sana. Sasa bibi yake wakati anaomba akaona katoto siko. Anaona kama kamevalishwa shanga. Na mama mwingine aliniambia kabisa kuna wakati akishtuka usiku anakuta mtoto kabadilika sura. Amekuwa kama kizombi fulani. Mwingine aliniambia yani anamuona mtoto amekuwa kijivu kabisa. Ile akishtuka na kemea, ghafla sura inabadilika, anarudi. Sasa mwingine anaweza kusema ni wenge tu. Ni wenge tu, ulikuwa na wenge la usingizi. Ndugu, vitu vipo. Kwenye ulimwengu wa roho kumbe wanataka kumchukua mtoto. Wanapambana na nafsi ya mtoto. Mungu anakushtua, anakuonyesha. Hebu endelea kuomba kwa ajili ya mtoto. Kuna kitu kinaendelea. Wewe unajifuta macho, unasema labda tu nimeshtuka. Kumbe Mungu wanataka kubeba nafsi ya mtoto. Changamka hapa. Wengi wameonyeshwa vitu vya ajabu sana. Sasa huyu akaona niende check up spiritual hospital. Basi kaja kucheki, majibu yake ni kwamba nafsi wanaichukua. Ndio maana hata mtoto anasumbua. Wakati mwingine unakuta hata mtoto afya yake haendelei, kila siku mpaka katoto kanageuka kwa kama kachuma ulete. We ni dawa tu, ni dawa. Boksi yamejaa hapo. Kumbe wanatumia nafsi ya mtoto kuchukua vitu vyako. Kitu kingine alichokiona ni kwamba huyu mama aliota ndoto. Akaona duka lao, wana duka kubwa hapa mjini. Lakini ona ni kama kibanda kinauza matikiti na machungwa. Sasa nawaza kushtuka, ukafungue duka, nafungua kile kibanda. Kuamka, hii ndoto ina maana gani? Unaweza kaona vituko. Na kweli wamejaza vifaa vya kutosha, vifaa vya nguvu vingine toka China vimejaa hapo dukani, lakini watu wanapita tu. Kumbe duka limebadilishwa. Na kweli alipokuwa naongea naye akasema ni kweli kabisa. Kuna mteja wangu mmoja, yani ni ndugu yangu kabisa. Yuko amepita, namuona tu anapita, anashuka chini. Anapita kama mara 3 hivi. Hapo katoka huko mifuko imejaa mzigo. Ule ambao mimi ninauza. Hapo anasema uzalendo kanichini kaita wewe. Shemeji upo? Yani napitaga silioni duka, hata sijakuona hapa. Unaona? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo. Wewe unabaki unaumia kichwa, jamani biashara ikoje? Na nikasema hawa ni watumishi wa Mungu. Kinachosababisha mpaka duka la hardware likageuka kuwa duka la matikiti imekuaje? Akasema anapokuwa katika mawazo ya kuwaza kuumiza kichwa, hivi haya maisha mpaka lini sisi tunabadilisha? Kwa hiyo ni vizuri uko dukani, kwenye kazi yoyote, kuwa rohoni. Hata kama umekutana na changamoto, mtu anaweza asubuhi akakuvuruga akili hapo, kumbe tu anakutaka kukamata ufahamu wako. Kumbuka vita viko kichwani. Vita vyetu si juu ya damu na nyama. Anasema
juu ya pepo wabaya wakuu wa giza. Alafu tukiangusha kila fikra ipate kumtii Kristo. Sasa anachokifanya shetani huwa anacheza na fikra. Anakuja mtu anakukwaza, wewe unaanza kumwaza yeye. Saa hiyo hiyo shetani anapitisha makombora yake. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Ndio maana pale wakati namuombea anasema badala aanze kuwaza kwamba naboreshaje biashara yangu hata kama kuna natokai, mtu anaanza kuwaza vitu negative. Hivi kwa nini hivi? Haya madeni nitayamalizaje? Hivi vinakaaje? Mara nyingi napopitia kwenye changamoto nzito sana, ndipo naona ni saa yangu ya kuanza kuona maono. Unajua kilichomfanya Yesu apite msalabani kwa mkogo, aliiona, Biblia inasema aliuona utukufu ulio mbele yake. Aliiona ile furaha aliyoandaliwa, hasa hii misumari acha igonge. Na kilichomsaidia mpaka Stefano akasema, Baba wasame, usiwahesabie dhambi hii. Ni kwa nini? Jiwe la kwanza lilipo mdunda kichwani, network zilikata kidogo. Alafu bahati nzuri Mungu akamuonyesha utukufu wa mbinguni, hapo akarudi duniani. Akasema Baba usiwahesabie dhambi hii. Unapopita kwenye magumu, akili zako, mawazo yako yanapotafakari, yanapoona kilichoko mbele, ni sawa sawa umepewa kaproti labda nusu eka, kwamba lima pote hapa utapewa milioni 10. Mimi nakwambia utalima hata usiku na mchana. Kwa sababu gani? Unaiwaza ile milioni 10. Lakini mtu akisema basi tu sina, ninapita chukua tu hata hii 1500. Utalima, yani unalima unajishika kiuno. Angalia juu kwa sababu unaiwaza ile hela, unawaza na kazi ilivyo ngumu. Mwisho sasa bwana kama ni acha tu, kuna vingi vya kufanya. Lakini ukiwaza kiwango unachokipata, unakuta unaongeza bidii kwa sababu ya kile. Sasa hata katika changamoto tunazozipitia, huwa ni vizuri sana kuwaza kile Mungu alichokuonyesha, kile Mungu alichokutazamisha. Na kama hukioni, mwambie Mungu nionyeshe hivi kuna nini mbele ya hiki kitu ninachokifanya. Akisha kuonyesha, anza kukitafakari kile. Nakumbuka wakati napita mahali pagumu kipindi fulani, nililima shamba la viazi kama heka moja, viazi vitamu. Hati mbaya mvua haikunyesha inavyotakiwa. Nashangaa tuta moja unatoka na kiazi kimoja, alafu safeti inajaa kwenye kama nusu eka umechimba, ndio safeti inajaa. Alafu kienda sokoni sasa, wakulima unauza ule mfuko shilingi 1000. Yani alafu tena wateja wanajivuta. Sasa wakati niko pale shambani, naikumbuka siku hiyo, mimi nilikuwa naendelea kuimba, nikimtukuza Mungu, nikimwabudu Mungu. Naona kama vile sawa ramani zangu ni kama zimepotea, lakini msinaye Mungu hata vikichukuliwa vyote. Ona ndio kilimsaidia hata Ayubu. Akasema bwana, nilikuja uchi nitarudi uchi. By the way, hapa duniani tumekuja tunapita, tufanye issue za Mungu, turudi kwetu. Basi saa hiyo Mungu aliniletea picha ambayo sitakuja kuisahau. Aliniletea mambo yangu ya mbele ya ajabu sana. Unaona? Sasa hiyo tu ilinitia moyo kwamba hii ni temporary. Ili jangwa ni la muda. Safari ya jangwani kila mtu lazima aipitie ili kuelekea Kanaani. Sasa pale ndipo manunguniko, lawama, vitunguu saumu vinakumbukwa. Unawakumbuka mpaka maboyfriend, magirlfriend wako wa zamani, kwamba sijui niliingiaje kwenye hii ndoa, sijui ni Sasa vitu vyote hivyo achana navyo. Tafakari Mungu. Sasa kwenye mawazo ndipo adui huwa anapenyeza. Sasa huyu alikuwa kwenye biashara, anawaza tu madeni, mara kapiga simu huyu hivi, mpaka wanaanza duka unakuta limegeuka kwa la matikiti, hata watu hawakuoni. Kwa hiyo mtumishi, nadhani hapo kwenye eneo la mawazo ambako ndio mara nyingi Mungu anatumia na shetani pia anatumia. Hapo kwenye eneo la mawazo tunaona watu wengi tunatakiwa kuijua kweli.
Sasa mtu unawezaje kutambua kwamba nyuma ya haya mawazo kuna roho ambayo inanishinikiza kuwaza hivi? Ndio maana leo tunaenda kujifunza nitajuaje mapenzi ya Mungu kwangu? Mtumishi na swali. Kila kitu tuliambiwa kiwe na kiasi. Kila kitu tuliambiwa kiwe na kiasi. Sasa ninawaza, lakini siwazi sana, ila ninawaza. Kwenye maisha au changamoto, ni lazima ukikaa kuna viwazo tu vitakuja. Au utakaa tu free kuanzia asubuhi mpaka jioni, kweli usiwazi. Ndio maana amesema tukiangusha kila fikra. Nzi uwezi kumzuia kutua, si ndio? Nzi ni mchafu. Nani anampenda nzi? Lakini nani ambaye nzi hajawahi kumtulia? Unaona? Kwa hiyo kitu kinacho kama jinsi unavyopambana na nzi, ndivyo unavyotakiwa upambane na mawazo machafu. Usiyaruhusu yakae, yakataga mayai, yakaleta funza. Unaona? Kwa hiyo mawazo sio kwamba utakuwa free, yanakuja. Kwa maana tukiangusha kila fikra ipate kumtii Kristo, ujue Kristo anasema nini. Na mfano kwa kile unachosema kwamba nitajuaje kwamba ninachokiwaza ni mapenzi ya Mungu au sio mapenzi ya Mungu. Ndio maana unatakiwa usome sana neno la Mungu. Lengo la kusoma neno la Mungu sio kupata mstari wa kuhubiria au kupata kifungu cha kuombea. Ni kufundisha akili yako iyajue mapenzi ya Mungu. Ijue Mungu huwa anapendeleaga vitu gani. Anatakaga mambo gani. Sasa ndio maana tunasoma neno la Mungu. Likijaa kwa wingi, anasema moyoni mwangu nimeliweka neno ili nisitende dhambi. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu anawaza ujinga kichwani. Lakini ukijua neno la Mungu, mbona hiki inakataa? Huyu namuwaza na muangalia, yani kama vile mke wangu. Hapana. Hayo mawazo ninayaangusha. Yapo mawazo ya dada, yapo ya mawazo ya kaka, yapo mawazo ya mke wangu. Kwa hiyo nikiona yanapitiliza kuelekea kwingine, ninayaangusha. Nasema imeandikwa. Tulienda Kongo siku moja. Sasa tulienda na vijana fulani. Sasa wakawa wanaangalia wadada fulani wametoa macho, nikawashtua. Vipi? Mbona macho ya banduki kuliko? Naangalia uumbaji wa Mungu. Ikasema hapo mmeniweza. Badilisha, sawa. Badala shetani akupeleke mtaani kwake, umlete wewe kwa Mungu. Mwambie asante. Labda mwili wako unaosikia tamaa zinakuja kwenye mwili, si ni Mungu kaziweka? Lakini anza kusema, Baba, umeniumba kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Asante Bwana wa mabwana, jinsi nilivyo. Ukimgeuzia shetani kibao, lakini shindwa pepo. Yani unakuta unaogopa, ni kama unapambana na hiyo dhambi. Sema neno. Kama Yesu alipokuwa na shetani pale kule jangwani, alikuwa wanaongea tu simple. Uoni pale akikurupuka, usema mpaka pale alipokuwa anamng'ang'anizia apige magoti amwabudu, kama we kwenda toka. Kuna saa ya kukemea na kuna saa ya kulisema neno tu. Wakati mwingine unaweza kaamua tu, labda unakuta shetani anakuletea, unakwenda kuaibika, unakwenda anza kuimba wimbo. Utashangaa Mungu anakupa wimbo mmoja. Unaanza kuimba ndani yako. Kuimba, yani inafuta, inadelete. Lakini wengi huwa wanapambana nayo mawazo kwa jinsi, yani ni kama mnashindanishana fulani. Kinachoweza kukupa ushindi ni neno la Mungu. Mtumishi samani, hapo unaposema neno la Mungu, sawa? Kuna watu wanakiri neno la Mungu wanapokutana na changamoto. Lakini lile neno la Mungu halina matokeo. Unakiri, unaamini, unakiri, halina matokeo. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Sasa neno linatakiwa lianzie moyoni. Kuna mwingine neno liko mdomoni, lakini ndani ya moyo wake lile neno haliko. Moyoni mwake ana hofu,
amejikatia tamaa, lakini anaposema hapa anaongea maneno ya nguvu sana. Unaona? Hata mnapomwombea mtu, labda mmeenda kuomba, mkakuta mtu amekwisha, mnamwangalia, mnaomba. Saa ya kuomba si utakuta wengine naomba kwa nguvu zote. Sasa mtoke nje mwanze tu kama kudiscuss. Asiase huyu haponi. Huyu sijui. Yaani sasa mtu anatoa cha kwake cha moyoni. Kulikuwa kile cha kuomba, cha pale cha kuomba, au sasa unakuta kipo kingine sasa. Cha moyoni anasema alile. Hapana. Sijui. Hata nakupigia simu, mgonjwa anaendeleaje? Anasubiri tu kusikia taarifa zozote, chochote chaweza kutokea. Neno inabidi lichanganyikane na imani. Ndio litende kazi. Imani kabisa. Lakini mtumishi hapo kwenye sijui ndo nisema ndo imani au ni lazima mtumishi, kwa mfano umepata hata taarifa. Ile taarifa unavyoipokea, nitaipokea ndio, lakini lazima kuna kaofu ndani kataingia. Je, nikiingiza sasa zile kiofu afu baadaye nikaingia kwa ushindi kwamba hii ile itanikuta mimi. Ndio. Inaweza kusaidia au ile hofu inakuwa imeshamuingiza adui ndani yangu? Hofu ipo. Kila mtu ana hofu, lakini unaiwahi vipi? Ndio maana nakwambia ni sawa sawa na inzi. Unaona? Inakuja, lakini ikutane na neno basi. Isipokutana na neno, imekutana na movie, utasema yani nitapigwa kama jinsi nani Jackie Chan alipomaliza nani. Yani unaanza kusema hii labda kuna movie uliziona jinsi walivyomaliza vibaya, ile nyumba wakatengana, sijui mwanaume akaanza kumfanyia hivi. Movie zote zitakuja. Watoto wake wakaanza kunyanyasika, wakaachana kabisa, yule mwanamke akalia, na unakuta movie ndio zinakuja kwa sababu ndio kimeujaza moyo wako. Lakini kama kuna neno, yani unaanza kutamka, nimekukimbilia Bwana wangu, sitaaibika. Nakumbuka mtumishi, na kuna siku niliwahi kupata nafasi ya kwenda Dodoma kwenye mkutano wa Injili. Fursa. Kwenye kikao cha viongozi wa kitaifa. Fursa. Sasa mimi nilikuwa kipindi hicho sina hata nguo za kuvaa jamani. Lakini kanisani nimechaguliwa. Sasa kuna rafiki yangu mmoja nilikuwa nakaa naye. Akaniambia, "Wewe unaendaje huko hauna nguo?" Nikamwambia nitaenda na hizi. Na nitashiriki kwenye kile kikao. Sawa sawa. Sikuwa hata na begi la kubeba nguo wala shuka wala nini. Zizo natokea Dar. Zizo natokea Dar sasa. Sasa siku hiyo alinikatisha kweli tamaa. Lakini mtu mmoja alikuwa ni mzee wa kanisa, akaniambia, "Kijana, mimi ninakuamini. Wewe nenda kafanya hicho kikao." Nikaenda. Wakati tuko njiani kwenye gari, mimi nilipingana sana na yule rafiki yangu, maana yeye alikuwa ananikatisha tamaa. Sema wewe huwezi kwenda, wenzako kule ni watu wenye level zao, na suti zao. Sasa wakati tuko kwenye gari, akaja nikakutana na katibu mkuu. Akaniambia, "Wewe mtoto unaenda wapi? Mbona umepanda kwenye gari la watumishi?" Nguo zangu hata zieleweki. Kaambia, "Mimi naenda kwenye kikao, nimechaguliwa." Sema ise. Sasa ile tumeshuka kabla ya kwenda kule kwenye kujiregister. Akanipeleka mahali, kanunulia kila kitu ambacho nilikuwa nahitaji. Mashuka, pasi, begi, kila kitu. Akaninunulia. Nimerudi nyumbani, rafiki yangu hakuamini kabisa. Sasa nikakumbuka alikuwa ananikatisha tamaa mwanzoni, lakini mimi sikuliruhusu lile neno kuingia kwenye moyo wangu. Likazaa matunda. Sawa sawa kabisa. Sasa vitu vya namna hiyo ndio lazima usikie Mungu anasema nini. Amen. Alafu komaa na msimamo wa Mungu. Amen. Watu watakurostisha. Sasa leo tunaangalia somo linasema nitajuaje ni mapenzi ya Mungu. Cha kwanza tukisoma katika ile anasema mapenzi yako yatimizwe. Ni ngapi? Mathayo, ile sala ya Bwana, jinsi Mungu alivyofundisha.
kitu cha kwanza ujijue uko hapa duniani sio kwa sababu ya interest zako. Ndio maana nawashangaaga sana wale unakuta wamekazana kuandika mambo wanayotaka mwaka huu yatokee, badala ya kukazana kumuuliza Mungu, hivi huu mwaka umenipa, umeandaa kitu gani? Unajua ni mambo mawili tofauti. Ile kutaja unayoyataka na kutaka kutoka kwa Mungu, sawa, matakwa yake, alafu wewe ndio ukaanza kuyaomba. Wengi huwa wana matakwa yao, alafu wanataka Mungu sasa ndio wamsomeshe, wamueleweshe jinsi anavyohitaji hiyo. Lakini sasa leteni hoja zenu zenye nguvu mtumishi. Hasa pasipo kumwambia Mungu, mimi nahitaji kazi, atanipa hiyo kazi nikinyamaza tu mtumishi. Hoja zenye nguvu, nakumbuka nilikujibu hili swali. Hoja zenye nguvu kwa Mungu ni hoja ambazo zinatokana na Mungu. Zimeanza na Mungu. Mungu amekuambia vitu, alafu wewe unavigeuza kuwa maombi. Unaona? Kwa hiyo chanzo chake imani huja kwa neno la Kristo. Kristo ameongea point, sawa, wewe unaigeuza kuwa maombi kwenye maisha yako. Unaona? Sasa kitu cha kwanza, Mungu unasema nini juu ya utumishi wangu? Mwaka huu unataka nini kifanyike katika huduma yangu? Sio mwaka huu Baba nataka nifike Mbeya, niende Mwanza, nisikose, ni lazima. Ndivyo alivyokuambia. Mungu, mwaka huu umenipa, unataka nini kwangu? Ndio maana katika hii sala alisema salini hivi. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Angesema kile ninachotaka ndicho nataka kitimizwe. Vile vyote nilivyokusudia mwaka huu hakikisha vimetimia. No, anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mbinguni wanafanya kitu gani cha hapa duniani? Uzima. Kule mbinguni kuna ramani yako, sawa, kuna kitabu chako. Ndio maana Yesu alipokuja hapa duniani asa, yani kila ninachokifanya kishaandikwa. Tena kuna baadhi ya manabii walishafunuliwa, hata wachawi wanajua. Kama Balaam, si ndio aliyesema naona lakini sio sasa. Anakuja, alikuwa ni mchawi huyo, anamuona Yesu miaka inayokuja. Alipoona tu wana wa Israeli wanakuja Kanaani, wakati anataka kuwaloga akamuona Yesu katikati yao. Unaona? Kwa hiyo kuna mambo mbinguni ambayo wachawi wanayajua, shetani anayajua. Sasa shida unakuta unafungwa, unapotezewa ramani. Uanze kuona vya hii dunia badala ya kuchukua ramani yako ya mbinguni. Mungu umeniita nani? Unajua nilipokuwa niko Marekani siku moja nikasema, hivi Mungu sasa mimi ni nani? Yaani kuna wengine wanajiita hivi, wanajiita. Yaani ilikuja sauti clear, wewe ni missionary. Nikasema hao. Sisi tulikuwa tunawategemea hao wazungu ndio watupe misaada. Ngozi nyeusi ni missionary hao. Nikaanza nafuatilia mpaka historia la kanisa letu lilianzia wapi. Wapi, wakaniambia ni kile kijumba ndio lilikuwaga kanisa la Pentecost Holiness. Sasa nikaanza kufuatilia na Mungu, nikasema sasa nitapata wapi? Missionary kazi yake ni kusupport. Wapi? Anambia tena pesa zitatoka kwa Watanzania wenyewe. Watu wapo ambao wameshaandaliwa, wewe kutoka kwao utaenda kusupport. Ndio maana kukuta nikafika, nikaanza peleka nguo, vifuko viko vya kutosha hapa, peleka chakula. Tumeshahudumia sehemu nyingi sana. Kwani sijaifanya kazi ya umishonari bila mzungu, bila ngozi nyeupe, lakini nimefanya kazi ya umishonari. Tumewashonea sare wafungwa, tumewapelekea mabrangeti, vituo vya watoto yatima kibao na enjoy. Tumeenda hospitalini,
Sababu ya nini? Mungu anaweka kitu ndani yako, alafu sasa wewe unaanza kukifanyia kazi. Ni mapenzi ya Mungu. Na ukiwa kwenye mapenzi ya Mungu, Mungu ndiye anasupport. Ukiwa nje ya mapenzi ya Mungu, watu watakusupport. Na wale wako sasa ifike mahali wamekwama, au wanataka mapenzi yao, alafu wewe ukawa kinyume na mapenzi yao, utakoma. Watakunyoosha mpaka unyooke. Lakini ukiwa kwenye mapenzi ya Mungu, narudi dadi, ulisema akwambia ya songa mbele, siogope, niko pamoja na wewe. Kwa hiyo ndio uzuri wa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Sala ya kwanza au maombi, unapoomba siku zote mwambie Mungu, leo niko hapa duniani, ninajua kuna kitu ulitaka nije nikitimize hapa duniani. Sikujileta mimi hapa duniani, ulinileta kwa kusudi. Hata kama umeumbwa, Mungu uliniumba hivi hivi nilivyo kwa sababu ya kusudi lako. Labda uliniumba tolu, uliniumba shoti, vyovyote ulivyoumbwa, Mungu alikuweka hivyo ulivyo. Jipende. Sasa unakuta mtu anajing'ang'aniza awe kama fulani. Sasa hiyo utashangaa, unaenda kinyume na kusudi la Mungu. Kumbe hivyo hivyo ulivyo ndivyo Mungu alitaka awe hivyo, ili akutumie kwa kusudi, sio kwa ajili ya mapenzi ya watu wengine. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Sasa mtumishi sahiyo na nimesikia sauti ya Mungu. Kwamba nimeomba, nimesikia sauti ya Mungu. Wewe ni uko sehemu fulani, unatakiwa kufanya kitu fulani. Sawa, kile kitu ninakifanya. Lakini sioni badiliko lolote ndani ya maisha yangu. Sioni kitu chochote. Unataka badiliko kama lipi? Vite? Nataka badiliko kwenye maisha yangu. Sinamtumikia Mungu. Namtumikia Mungu, nimekaa kwenye kusudio lake ili nisiaibike. Sasa ninamtumikia Mungu, lakini bado unakuta napita labda kwenye changamoto, labda magonjwa, mara napita kwenye uchumi, mara napita hivi. Ni kwa nini na wakati nimesimama kwenye kusudio lake? Ndio Mungu ametaka upite hapo. Asasi niko kwake. Na yeye ndio anataka upite hapo. Kwani Mungu amesema ukiwa kwake upite angani tu. Umeona safari ya Yusufu kwenda Misri ili akawe ikulu? Kwanza vikakorofishana na ndugu zake. Hapo Mungu yupo hayupo? Unaona? Wakataka kumzima shimoni, Mungu akamtuma Yuda akamtoa kwenye shimo. Akasema tena wazo likaja tu pale pale, muuze kwa watumwa. Aliyekuwa anamuuza kwa watumwa pale ni Mungu, sio Mungu. Na wale watumwa walikuwa wanaenda wapi? Misri. Na alipofika Misri akaenda kuwa mtumwa kwa Potifa. Unaona? Sasa mle ndani kwa Potifa unasikia neno linasema neema ya Mungu ilikuwa pamoja naye. Sasa ni nani aliyemtoa kule kwa babake mpaka amempitisha chocho zote hizo? Sasa shida unapotumbukizwa kwenye shimo, wewe unaona Mungu amekuacha. Ndio maana katika Zaburi anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa. Kwa nini? Kwa nini haogopi? Gongo lake na fumbo yake. Wewe uko pamoja nami. Unaona? Kwamba sio nikiwa napita kwenye bonde la uvuli wa mauti Mungu anaenda ng'ambo. Ng'ambo ya bonde. Kwamba hapo panatisha sana mwanangu, uje unikute, vumilia tu. Anakuambia nitakuwa pamoja na. Kwa hiyo ile unasikia kufa. Hivi mnalijua bonde la uvuli wa mauti liko kule Israeli. Nasikia yani ukipita tunaona mifupa tu ya watu waliokufa kanyaga fuvu. Sasa hilo bonde ni mazingira fulani ambayo unaona kama vile ramani imepotea. Hata hapo anasema niko Mungu yuko pamoja na mimi. Unaona, katika mazingira yoyote yale. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha msingi sana. Usije ukasema kwa sababu napita kwenye shida basi Mungu hayupo. Umelazwa huko maututi hospitali, maumivu kila kona, Mungu yuko pamoja na wewe.
mzima jamani. Kwa kupigwa kwake Yesu tumepona. Sawa. Asa ndio maana ulipigwa mimi ni mzima. Si ndio? Basi utatoka ukiwa mzima, siku moja utatushuhudia. Sasa jamani, Yesu alipigwa ili niwe mzima. Nililazwa wiki moja, niliumia sana, lakini sasa ni mzima. Neno kwa kupigwa kwake tumepona ni kukupa tumaini kwamba hata nipigizwe kiasi gani, lakini natoboa. Maana aliyetangulia alisha toboa, alisha shinda. Pigeni mnavyotaka, lakini napona. Sasa sio wanakupiga ndio baba, mbona ulisema kwa kupigwa hapo mimi napigika hapa? Pamoja na kwamba mnanipiga, Mungu anatangaza mwisho tangu mwanzo, na anatangaza kwamba ni washindi. Tumishi samani. Unaposema kuyajua mapenzi ya Mungu, kwa mfano Mungu anaweza akanifunulia, sawa, akanionyesha mambo ambayo yanakuja labda miaka 20 ijayo. Ananionyesha ule utukufu. Lakini kwa nini mara nyingi Mungu aonyeshi ule mchakato, ile process hapo katikati kwamba utapita hapa, utaenda hapa, utapita hivi? Kwa nini huwa anaonyesha utukufu lakini aonyeshi process? Kwa sababu yuko pamoja na wewe. Yuko na wewe. Sasa hivi umetoka na ndugu yako kule Dareda. Mara yako ya kwanza kufika Arusha. Umefika, una mwenyeji wako. Utaanza kusema hivi sasa nikifika pale nani, kwanza unakujua hata unakokwenda. Unaona? Yuko pamoja na wewe. Ndio maana si lazima akueleze kila kitu. Na akinyamaza na wewe tulia, sio na kielele. Utapotea njia, mpotezana hapo ukachangaa uko Kilombero, mwenzako ameshaenda yuko Mianzini. Utatafuta mpaka ushangae. Sasa wengi wanajifanya wajuaji. Cha msingi banana naye mwe sambamba. Ukiona makatisha gono unamfukuza kwa nyuma. Na ndio maana anasema hivi katika Zaburi 32 tukianzia mstari wa 6. Anasema kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe. Maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Ndio maana usiwe na maombi yale ya kumsemesha tu Mungu afu unasema amen. Unachapa lapa. Hakikisha umesema na yeye kasema. Sawa? Usikurupuke tu umemuongelesha mtu tukanyamaza kimya. Sasa mwambie Mungu nasemaje? Ukiona shwari, ulikuwa umepaniki, unaona amani, unajua yes. Umemuuliza alafu ndo anakuonesha ni kitu ndo kinakukatisha tamaa kabisa. Na ndio mmoja jana akasema mimi simuulizi Mungu, maana najua atakachoniambia. Akasema hapana. Kuna mambo ambayo sisi kwa akili zetu tunayaona ni mazuri. Iko njia ionekanayo ni njema machoni pa mtu, lakini ni njia ya uharibifu. Sisi kwetu tunaona pale, lakini nikipita nitapigika. Kumbe ndio kwenye utukufu wako. Kama Yusufu alipokuwa anaenda gerezani, si angesema we acha ni enjoy na mama Potifa hapa we. Nani akagongwa kule jela. Lakini akasema basi yatosha, niende hata huko jela. Ndio akaibukia ikulu. Kwa hiyo baraka zetu nyingi kwa sababu mtu anaangalia watu wanavyo. Kwa hiyo anasema kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikayo hayatamfikia yeye. Ndiwe sitara yangu, utanihifadhi na mateso. Utanizungusha nyimbo za wokovu. Unaona Ujawahi fikia unapita pagumu alafu kawimbo kanakuja. Iliwahi nitokea wakati nimemaliza shule, nasikia taarifa za wenzangu wamepata kazi, mwenzangu sijui yuko wapi, wengine walikuwa nyuma form 5, mimi nimemaliza lakini nakuta fulani siku hizi ni nani hii. Yani nilisikia kuumia moyoni, alafu nikasikia wimbo unasema wanataja magari yao. Mimi nitalitaja jina la Bwana. Yani nikawa kama nimemwagiwa maji ya baridi. Alafu nikasikia raha ya ajabu sana. Hizi zinaitwa utanizungushia nyimbo za wokovu. Kuna wimbo na kuchomoa mahali eti. Kwa hiyo ni vizuri sana uwe na nyimbo za wokovu. Usiimbe kwa kujiimbia.
uimbe hivi, wimbo huu una maana gani? Wimbo tu unaweza ukakutoa mahali pazito sana. Nitakufundisha, unaona, na kukuonyesha njia utakayoiendea. Unaona, ukifika roundabout atakwambia pita kushoto, nenda kulia, simama hapo kwanza. Anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri. Unaona, alafu anasema jicho langu likikutazama. Yani anakushauri hapo anakucheki hata mwendo wako, jinsi unavyotembea. Yani unakuwa una maamuzi yako, hakubani sana, lakini una uhuru wa kusema hapa na kuacha, hapa najua, lakini yuko sambamba. Anasema nitakushauri. Ndio maana unatakiwa umuulize. Kuna saa Mungu ananyamaza. Mungu, sasa ukuniona kwamba ninaenda kubaya, uliniuliza? Yeye anakushauri. Ndio maana tumshauri wa ajabu. Mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Ni tofauti na ng'ombe, unawaswaga tu. Sasa ndicho hichi tumepewa kitu cha thamani sana, maamuzi. Na ndio kinatugharimu. Maana kusema mbona Mungu sasa ameniacha nikafanya hivi? Amekuumba kwa mfano wake. Ni ule uwezo wa kuamua kumpenda au kutokumpenda. Lakini tunaambiwa kabisa hii dunia ina mwenyewe, pamoja na akili nyingi ulizonazo. Mkumbuke mwenyewe, maana unaweza ukawa umewekwa mahali kwa sababu ya shetani kile. Amepewa kila kitu, akasema mbona sasa nina akili nyingi, nimpandie huko juu, niende juu yake, sijui nita. Kama hujanielewa, kamata, tupa chini. Sasa naye amewaingizia hiyo roho wanadamu. Mtu hataki kumsikiliza Mungu. Mfano kuna kitu kinaitwa AI, artificial intelligence. Ni kitu ambacho baadaye kitakuja kuwa kama mpinga Kristo sasa. Sio kibaya kukitumia. Yani ni akili za kutengenezwa. Wameangalia mahitaji ya mwanadamu na majibu yake, wanakiwekea kitu kimoja. Sasa hivi ni kama kinaandaliwa. Mtu tu akiwa na shida ana Google, si unapata majibu yako? Ukiwa unataka neno la kufundisha una Google unapata. Lakini je, ndio maana wanasema sasa hivi wamemwandaa robot ambaye kwa makanisa yale ambayo anahangaika sana kutafuta mtumishi. Hata leo kuna mchungaji kanipigia kule Njombe, anasema nimefungua kanisa hapa Njombe mjini. Sasa naona wewe ndio unafaa kusimamia hiyo kanisa, au nitafutie mtumishi wa kuja. Sasa kuepusha matatizo kama hayo, wanasema kuna robot limekuwa programmed. Wewe ukisema leo lifundishe somo fulani, linasimama tu pale madhabahuni, habari za shukrani, ana preach vizuri kabisa, na mnatoka mko sawa. Lakini Mungu alimuumba mtu kwa sababu ana nafsi, amefanana na Mungu. Kwa hiyo unaweza ukafundisha kitu kwa uongozi wa Mungu. Lakini sasa teknolojia sasa zinawafanya watu waondoke kwa Mungu, waanze kutumia teknolojia. Niona vijana Marekani wengi sana hawapendi, maana majibu yao yapo kwenye science. Na unakuta mtu kaandika kabisa I believe in science. Imani yangu nimeiweka kwenye science. Science ndio ina majibu yangu yote. Au mtu hela zinamfanya awe na kiburi. Si hela zina majibu yote. Lakini kuna majibu ambayo Mungu anayo kwa kuyafuata mapenzi yake. Ndio maana hapa anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Msiwe kama farasi wala nyumbu walio hawana akili. Kwa matandiko ya lijamu na hatamu sharti kuwazuia hao, au hawatakukaribia. Unaona? Kwa hiyo tunachokitakiwa kwenye maisha tulio nayo, ebu tutembee na Mungu. Muulize Mungu. Anasema nitakufundisha. Maana anasema nitajuaje mapenzi ya Mungu kwangu? Atakufundisha, atakuelekeza. Ameahidi hivyo. Unaona? Kwa nini? Kikawaida njia zetu na za Mungu ziko tofauti. Hata ujione kwamba unaelewa vizuri sana,
ziko tofauti. Ndio maana tunahitaji kumuomba. Kuna watu wanajifanya wao na majibu ya kila kitu, lakini kumbe sio. Mimi kila mtu ninayemuombea sifiki mahali kusema hii ni shaizoea, hii siombei kimazoea. Muuliza Mungu, na hili tunafanyaje? Unakuta Mungu anaanza kukupa ufahamu pale pale. Kingine, kumbe jana ulimuombea namna hii, leo kumbe ni mtu mwingine tofauti. Kwa hiyo ni vizuri sana kuisikiliza sauti ya Mungu. Na kama kuna kitu ambacho tunakitamani kwenye maisha tulio nayo, kuisikia sauti ya Mungu. Ukisoma Isaya 55 mstari wa 8 mpaka wa 9. Isaya 55 8 mpaka 9. Isaya 55 8 mpaka 9. Ili usijione wewe ni mjuaji, unamhitaji Mungu. Soma Isaya 55 8 mpaka 9. Isaya 55. Kuanzia mstari wa 8. Biblia inasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Basi sasa tufanyeje? Mungu alishatuambia, yani kwa mwanadamu akimwangalia yuko anti-clockwise, yuko kinyume kabisa na mawazo ya Mungu. Rudi mstari wa 6. Mstari wa 6. Anasema, mstari wa 6 anasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Unaona? Hiyo ndio assignment tunayopewa. Kama njia ziko, mawazo yetu ni tofauti. Sisi tunawaza dunia. Yeye anasema sasa kinachotakiwa ni nini? Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mwiteni maadamu yu karibu. Mambo ya kusema umeniacha Mungu, niko peke yangu, mbona nimeomba lakini usikii, ni masikio yako. Ombea tu masikio yako. Sasa yuko karibu sana, na si ajabu anaongea nawe kila siku, ila tu ni bishi. Mstari wa 7. Mtu mbaya na iache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Huyo mtu nilikuwa naongea naye jana, aliponiambia hataki kumsikiliza Mungu, nikamwambia unaota nini? Naota niko uchi. Naota nimevaa kanguo kako juu, huku kuko wazi. Yuko wakati naendelea, na mwingine kaniambia, mbona nimeota hivi? Mbona nimeota? Kwa hiyo tayari Mungu anaongea na wewe, lakini unakuta mtu shingo imekuwa ngumu. Ndio maana nasema mtu mbaya aache njia zake. Mungu amekuonyesha vitu ulivyoviona. Sasa nimeota ndoto ngumu, ama ndoto mabaya, yanaanza kuyafuta. Nafuta ndugu. Nenda mbele za Mungu. Omba rehema. Ndio anasema naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Kwa hiyo wengine ni kulipua tu, ni kupiga tu, lakini kumbe kuna vitu unatakiwa uvitengeneze. Njia zako haziko sawa na Mungu. Tunaposema njia zako haziko sawa na Mungu, sio kwamba wewe ni mtenda dhambi. Unang'ang'ania kitu ambacho Mungu hataki ukifanye, lakini kwa sababu ya hali halisi ya mazingira unasema sasa nitaishije au itakaje. Kwa hiyo mwingine anasema basi heri nikajiuze. Kajiuze ujikute wewe ni shingapi. Utaenda badala ya kusikiliza Mungu, niko tayari hata kama ni kufa kwa ajili ya hili, niko tayari. Yani nimejikomiti kwamba ni mimi na Mungu. Usije ukamziria Mungu, unajimaliza mwenyewe. Unaona? Ukisoma sasa na namna sasa ya kumtafuta huyo Mungu, sio kupapasa mpaka ufike kwenye mapenzi yake. Ni lazima ujitoe sana. Yeremia 29:11 anasemaje? Yeremia 29:11. 29 na ule mstari wa 11.
Anasemaje namna ya kumtafuta Mungu? Maana mtu akipiga tu siku 7 mfungo alafu umeshatishiwa, anasema mwisho wa matatizo. Biblia inasema Yeremia 29:11, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Pale tuliona alisema mawazo yangu na ya kwenu ni tofauti. Yangu yako juu, yenu yako chini. Mnaangalia mazingira, mnaiangalia dunia ilivyo. Sasa hapa anasema mawazo yenu ninayo, mipango ninayo mimi. Kama Mungu ndio ana mipango, sasa sisi tufanyeje? Endelea. Anasema nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Na sio tu unapapasa kwa moyo wote, kwamba umemaanisha kweli unataka kuyajua mapenzi ya Mungu. Sio unamsomesha Mungu akubaliane na wewe. Kufunga sio kumlazimisha Mungu akubali sera zako. Kufunga ni kulipata wazo la Mungu juu ya kile kitu unachokipitia. Na kwa nini Mungu yuko hivi? Mungu ana siri. Na huwezi kumjua Mungu. Wewe unaweza ukajiona unaelewa sana, lakini kumbe hujui siri ya Mungu. Mungu ni mtu wa siri. Na lini siri hii itafumbuliwa? Soma kitabu cha Ufunuo 10:7. Hapo ndipo tutasema ala, kumbe ndio maana leo tunaenda kwa imani. Kwa sababu unasikia tu akwambia fanya hivi, hujui nini kitatokea baadaye. Ufunuo 10:7 inasema isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Siku hii baragumu itakapopigwa tarumbeta ya 7 ndio utajiu kumbe ndio sababu. Kwa sasa hivi we nenda kwa imani. Akikwambia mchukue Isaka kamchinje, nenda. Huku ukiendelea kumsikiliza, akifika akisema usimchinje, acha. Ndio uzuri wa kutembea na Mungu hatua kwa hatua. Maana atakuelekeza, atakupa maelekezo katika kila hatua unayopitia. Basi Mungu atusaidie sana tuyajue mapenzi yake kwa kuomba na kwa kusikiliza mafundisho yake. Anatufundisha. Mwambie Mungu nifundishe, Mungu nielekeze. Ameahidi kutufundisha. Kila kitu ambacho amekiahidi atakitimiza kwako. Baba, asante kwa upendo wako. Asante kwa rehema zako. Asante kwa baraka zako za ajabu. Umetufundisha kitu cha ajabu. Mungu tusaidie kuwa na kiu ya kuyajua mapenzi yako kuliko kitu chochote. Mara nyingi tumetamani ututimizie vitu badala ya kutamani kujua mapenzi yako nini. Maana kwenye mapenzi yako na wewe upo. Haijalishi tunapita mahali pagumu, ili mradi ni mapenzi yako tupitie hapo. Mungu mwaminifu, ukatupe neema ya kustahimili. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Fungua macho ya kila mtu apate kujua mapenzi yako. Ni katika jina lako Yesu. Amen. Barikiwe sana. Karibu kwa ushauri na maombi. Tuko hapa ghorofa ya Uchumi House, hapa kwenye Voda Shop kwa chini, barabara ya Uhuru Road au Sokoine Road. Ni missionary wako Asajire Masika. Au ukiwa na swali lolote utalituma kwenye hiyo namba yangu, ipo hapo kwenye screen, au ni 0743605879. Tuma swali lolote, au unaweza kupiga simu kwa maombi na ushauri mbalimbali. Barikiwe na Bwana. Amen.